lau kama hamkufanya makosa, la dhahaba Allahu bikum, Mungu atawaondoa. Wala jaa biqaumin yudhnibun, na ataleta watu ambao wanafanya makosa. Wakifanya makosa, fayastaghfiruna Allah, watu wao wanamuomba msamaha Mwenyezi Mungu, fayaghfiru lahum, na Mungu anafanya nini? Anawasamehe. Kuna maana ili kuepukana na hali hizi, Muislamu unatakiwa urejee kwa Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo ulikosea. Kuna ujana uliokuwa nao kwa kijana, kuna mambo ulikuwa unafanya bila kujua, waona wewe ni sawa, kumbe si sawa. Urejee kwa Mwenyezi Mungu ili ufe aliyakuwa una hali hii ya kutolewa roho kwa upole. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu yoyote ambaye anajuta kwa dhambi ambayo amemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kweli akakiri katika moyo wake na akawa na azma katika moyo wake kwamba atamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, Mtume anasema ma alima Allahu min abdin nadamatan, hajui Mwenyezi Mungu kwa mtu yoyote kujuta ala dhambi, kwa kosa alilofanya, illa ghafara lahu, ila Mwenyezi Mungu msamehe mtu huyo kabla an yastaghfirahu minhu, kabla mtu huyo hajamuomba msamaha Mungu kosa hilo. Kwa Mungu anaangalia moyoni mwako uko vipi. Kwa hata kama hutaamka kule kufanyaje, kule kuomba msamaha kwa nia yako na majuto yako, Mwenyezi Mungu aliyoyaona, basi Mwenyezi Mungu anakusamehe. Naelewana? Wanaziati gharqa, na apa kwa malaika yenye kutoa roho za makafiri kwa nguvu. Almalaika, malaika ambao tanziu arwah alkuffar, wanazitoa roho za makafiri. Gharqan ay nazan bishidda, kuzitoa kwa nguvu. Wanashitati nashta, na kwa malaika wenye kutoa roho za waumini wa ukweli. Almalaikat, malaika ambao tanshiku arwah almu'minin, wanazitoa roho za waumini kwa ukweli. Ay tasilwa birifqin, wanazitoa kwa ukweli. Wasabiati sabha, na kwa malaika wenye kuogelea katika anga, kuogelea. Sio kwamba kuna bahari malaika waogelea huko, sio vile ya kuogelea huko. Almalaikat, malaika ambao tasbahu minas samaa, wanaogelea mbinguni biamrihi taala, kwa amri yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Au tanzil, malaika ambao hushuka kutoka mbinguni kuja katika duniani, alafu afanyaje? Akanda cha mtuku kuogelea. Almalaikatu nazilina birifqin, malaika wanaoteremka kwa upole. Kasabiki filma, mfano wake kama mwenye kuogelea kwenye maji. Kasabiki filma, wa kalfaras aljawad idha asra fi jarihi yuqabidhi al-arwah, wale malaika wanateremka kuchukua roho na kupanda na zile roho ndio kufanyaje? Ndio kuogelea. Kusema wasabiati sab'a, na malaika wenye kuogelea katika anga, kuogelea.
na Bwana. Famalaikatu rahma tadhhabu lilmu'min, malaika wenye rehema wakija huko wanakuja kwa ajili ya muumini kuchukua roho ya muumini. Ndio maana kwa vile ana huruma, roho ya muumini inachukuliwa kwa vizuri. Famalaikatu rahma, basi malaika wa rehema tadhhabu lilmu'min, wanakwenda kwa ajili ya muumini. Wala malaikatu al-adhab, na malaika wa adhabu tadhhabu lilkafir, anakwenda chukua roho kwa ajili ya kafir. Mwana kwa malaika wanaogelea katika anga kuogelea, wanaogelea wakati wanapochukua roho kuja kuchukua na kupanda na roho za waumini na pia na roho za makafiri. Wasabiati sab'a, na kwa malaika wenye kuogelea katika anga kuogelea. Almalaikat, malaika ambayo tasbaqu min as-samaa, kuogelea kutoka mbinguni, biamrihi taala, wa amri yake Mwenyezi Mungu. Au tanzil, malaika ambao huteremka kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Fasabiqati sabqa, na kwa malaika wenye kwenda mbio na roho za waumini kwenda mbio. Fasabiqati sabqa ay almalaika, na malaika ambao tasbiqu bi arwahi almu'minin, wanakwenda haraka na roho za waumini ila aljanna. Kwenda wapi? Yawaishwa kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu akifa mfanye haraka kufanya kumzika. Kama akiwa ni mwema, ni kheri ambayo mfanyaji mamtangulizia Mungu tayari maisha haya shikanamu, maisha ya dunia tayari shayaga, atakapata maisha starehe omweka kwa sanga. Ama akiwa ni mwovu, ni shari mnaweka katika shingo zenu umpeleke ukubwa. Tunalihimizwa ni kutubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kulikuwa na vijiji viwili au ilikuwepo miji miwili. Mji mmoja ulikuwa ni mwema na mji mwingine ulikuwa mji muovu. Ilikuwepo miji miwili hiyo, mji mmoja ulikuwa ni mwema, mji mwingine ulikuwa ni muovu, kwa maana watu wake. Basi akatoka mtu mmoja katika ule mji ambao watu wake si wema, akikusudia kwenda katika watu ambao mji wao ni mwema. Kitu ni wazi, huyo mtu alitoka katika mji ambao watu wake si wema, atoka enda katika mji ambao watu wake ni wema. Bwana akenda mpaka kufika katikati, mauti yakamjia, pale ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametaka afie pale. Ile bwana akafa pale kabla ya kufika ule mji ambao anaenda. Kitu niona kabla hajafika katika ule mji ambao watu wenda akafa. Wakawa wanazozana shetani na malaika mwema, wavutana, kila mmoja ni wangu, ni wangu. Shetani ukiwa wewe na mambo machafu, shetani ndio rafiki yako, anakuwa rafiki yako. Ukiwa na matendo mema, malaika mwema ndio
rafiki yake, ikawa zozana, shetani asema ni mtu wangu na wale na malaika mwema asema ni mtu wangu. Shetani auliza mwingine, hao kwa nini wasema ni wako? Asema wallahi ma asani qat, na apa kwa Mwenyezi Mungu huyu hata siku moja hajaniasi. Mambo yote namwamrisha, nenda kaa leo, enda leo, mfuate msichana sijui jaja huko, enda leo, sijui nenda kaidi wapi. Yaani mambo yote namwamrisha huyu, mimi ananitii kweli, mtu wangu ni kweli, mtu wangu huyu mtu wangu huyu. Malaika mwema asema huyu ametoka katika mji ambao watu wake ni maasi, huko anapokwenda enda katika mji ambao watu ni wema. Lengo ni kwamba enda kule akatubie. Hivi wala si lengo, anaenda kule akafanya nini? Akatubie. Basi ikahukumiwa kati yao kwamba iangaliwe sehemu gani ambayo iko karibu naye. Huko anapotoka umbali wake ni mdogo, au kule anapokwenda umbali wake ndio mdogo. Umeelewana? Basi ikapima, ikaonekana kwamba kule anapokwenda ni karibu zaidi kwa shibri moja, yaani umbali kule anakwenda ni karibu, huku kumezidiwa kwa shibri moja. Umeelewana? Basi faghufira lahu, kasamehewa. Kwa mtu ambaye alirejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, Mungu anakuwa pamoja naye na anamfisha katika hali ambayo ni nzuri. Imepokewa hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kapokea yeye kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume amesema, alikuwepo mtu mmoja katika Bani Israili akiitwa Kiflu. Alikuwepo mtu mmoja katika Bani Israili akiitwa Kiflu. Mtu huyu alikuwa hatubii kutokana na dhambi anaifanya kabisa, hatubii hata siku moja, na akiambiwa swala la kutubia kwa Mwenyezi Mungu hakuelewa. Basi bwana huyu akajiwa na mwanamke mmoja kuomba haja yake. Kulikuwa na mwanamke ana shida, alikwenda kwa huyu Kifli ili atimiziwe haja yake. Huyu Kifli akampa yule mama dinari 60. Alimpa dinari 60, lakini kwa masharti, akanaye naye mambo machafu. Pesa hizi hapa, lakini niburudike na wewe kidogo, masharti yake. Tunaona jamani, kwa hiyo haja zinapelekea mtu wanyama machafu, kama baadhi ya kina mama wengi wanafanya machafu kwa sababu ya marejesho. Ikifika siku ya marejesho, akili yake amzunguka. Kwa hata mtu mlalaheri ajakuba ana pesa marejesho, akimpa yuko tayari kufanya mambo machafu, kwa sababu ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza. Jambo lolote ambalo Mungu amekataza
lazima akupe nalo mtihani. Kwa hiyo huyo aliambiwa atubie, akakataa, Mungu akampa mtihani. Alikuja mwanamke ana shida yake, akampa dinari 60 kwa masharti kwamba afanye naye tendo la ndoa. Yule mama akakubali, sana shida, akakubali. Basi yule mwanamume alipofika mahali ambapo au hali ambayo anakaa mwanamume kwa mwanamke wake, hali na kujamiana, yule mwanamke alipiga ukelele kama radi na huko analia. Yule mwanamke alipiga ukelele, yule bwana alipokaa kati ya miguu yake ataka kufanya jambo lile, yule mama alipiga ukelele na huko analia. Yule bwana akamuuliza yule mama, haya walizana nini? Nimekulazimisha bwana. Walizana nini? Bwana nimekulazimisha? Nimekulazimisha. Yule mama asema, hujanilazimisha, nimetaka kwa hiari yangu, lakini jambo hilo sijalifanya kabisa, leo mara yangu ya kwanza. Kama nakutekeleza jambo hili ndiyo mara ya kwanza, kama wewe utafanya ndiyo mara ya kwanza, sijalifanya kabisa katika mwili wangu, na hakuna nilompelekea nifanye hivi, ila ni kwa sababu ya shida niliyokuwa nayo. Sio kama mimi nafanya kwa kutaka kwangu, roho inataka, nafsi inataka, sifanyi hivi, ila kutokana na shida niliyokuwa nayo ndio imeniacha nikafanya hivi. Na kama nilikuwa si shida hii, mimi nisingefanya jambo hili. Kwa nafanya jambo hili kutokana na shida nilipata. Mimi wana yule bwana amuuliza yule mke, utafanya jambo hilo kweli ulifanya au ulifanyi? Yule mama akamwambia, mimi nakuambia kama kwambia, sijalifanya jambo hili hata mara moja. Kwa tukio lile, kwa jambo lile ambalo amelifanya yule mwanamke, maana kama yeye ni master yule mama, huyo bwana asingetukia. Sababu sasa tunadhani kila mtu ukekelele. Na ndivyo kwa wengi, asilimia kubwa wengi kuna mama, na kuna mama wengine asilimia kubwa tunana tuwadogo kwa sababu arudishi marejesho. Basi ambalo ni jambo la kufedhesha kwa mwanamke, ni jambo la kufedheha. Yule bwana kwa sababu yule mama alipiga kelele na ile jambo alikubali kama alazimishwa, yule bwana akamwambia, mama, nenda zako na hizo pesa chukua, nenda zako na hizo pesa chukua, lakini nakuapia kwa Mwenyezi Mungu wewe wako, na pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sitofanya maasi baada ya hili leo. Sikufanya jambo hili kwa kweli, sijafanya mimi, basi vile pia sitofanya tena jambo lolote ambalo ni maasi. Sitofanya tena jambo lolote kuanzia hivi sasa. Muda wa kuwa umeniambia hilo na mimi sikufanya jambo hilo kwa kweli, sitofanya kwa mtu yoyote na wala sitofanya dhambi zote. Pia chukua. Yule bwana katika usiku ule uliokuwa na tukio lile akafa. Usiku ule uliokuwa na tukio lile bwana akafa. Asubuhi watu kwenda katika nyumba yake amekufa, wanakuta kwenye mlango wake, kwenye mlango umeandikwa
inna Allaha qad ghafara lilkifli, Mwenyezi Mungu amemsamehe kifli. Hajafanya yale maana ile, lakini kwa jina lile Mungu afanyaje? Kwa sababu aliapia kwamba hatarejea tena katika maasi. Mlangoni kwake kukaandikwa kwamba inna Allaha qad ghafara lilkifli. Wangapi katika sisi ambao tunarejea kwa Mwenyezi Mungu kidhati? Mwingine pia aweza kuwa ameshika akaapa Mungu yote, wallahi sitaiba tena mimi jamani, sitaiba tena mimi wallahi, sameni lete tani haya jamani. Lakini akiwachwa pale ndio kama hakufanya tena, na lisifu atasema mama pia samni pale basi nini kwa kama na ile basi nini ndio kwa sisi wanaziati gharqa, na apa wa malaika wenye kutoa roho za makafiri kwa nguvu. Wanashitati nashqa, na kwa malaika wenye kutoa roho za waumini kwa upole. Wasabiati sab'a, na malaika wenye kuogelea katika anga, kuogelea. Almalaika tasbahu min as-samai bi amrihi ta'ala, malaika huogelea mbinguni kwa amri yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Ai maana yake tanzilu, malaika huteremka. Fasabiqati sabqa, na kwa malaika wenye kwenda mbio na roho za waumini kwenda mbio. Almalaikatu tasiqu bi arwahi lmuminina ila aljanna, malaika ambao wanakwenda haraka na roho za waumini peponi. Falmudabbirati amra, na kwa malaika wenye kupanga mambo kwa amri ya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Almalaikatu tudabbiru amra dunya, malaika wanapanga mambo ya dunia. Ai tanzil, wanateremka bitajibirihi, wanateremka kutoka mbinguni kuja duniani kwa ajili ya kufanya nini? Kuyapanga mambo haya. Sheikh asema wajawabu hadhihi al-aqsam mahdhuf, na jibu la viapo hili limeondolewa. Hata kusema ndio mtu wallahi wewe ni kukupata nitakupiga, hiyo ndio jibu lake. Umeapia, jibu lake ni nikikupata nitakupiga. Sasa Mwenyezi Mungu kaapa hapa wanaziati gharqa falmudabbirati amra, lakini jibu halipo. Mungu kaapia nini? Jibu limeondolewa. Wamekadiria wanawazuoni akiwepo Sheikh wasema maana yake kwamba la tub'athunna, na hapa kwamba mtafufuliwa. Ndio jibu, na pia kwa vitu vyote kwamba nyinyi la tub'athunna, mtafufuliwa. Ya kufara Maka, enyi makafiri wa Maka. Ituelewana. Limefahamisha hilo lipi kwa amili gani katika neno yauma tarjufu rajifa, na hapa kama mtafufuliwa siku gani? Yauma tarjufu rajifa, siku ambayo itatetemeka kila kitu, au itatetemesha nini kutetemesha, au siku ambayo itapuliziwa suri. Yote ni ay an-nafkhatu al-ula, mpulizio wa kwanza ambao biha, kwa mpulizio huo yarjuf kullu shay'in, kitatetemeka kila kitu. Ay yatazalzal, itafanyaje? Alafu unuka ukiendelea.
faidha hum qiyamun yanzurun. Yauma tarjufu rajifa, siku ambao tatetemesha lenye kutetemesha. Tatbauha radifa, hali ya kufuatishia mtetemeko huo, mtetemeko wa pili. Kwa maana suri la kwanza alafu lafuatisha la pili ambalo mwanzuka mwenda kwenye nyango. Tatbauha radifa, hali ya kufuatishia mtetemeko huo, mtetemeko wa pili. Ay an-nafkhatu thaniya, mpulizio wa pili. Wa bainahuma 40 sana, na kati ya mpulizo wa kwanza na mpulizo wa pili ni miaka 40, kwa miaka duniani ni kwa kule muda mrefu. Wa bainahuma, na kati ya mpulizio wa kwanza na wa pili 40 sana, ni miaka 40. Waljumlatu halun min arrajifa, na sentensi hii imekuja hali ya kwa ni hali kutoka kule yauma tarjufu rajifa, tatbauha rajifa, hali ya kufuatishia mtetemeko huo, mtetemeko wa pili. Qulubun yawmaidhin wajifa, nyoyo siku hiyo ni zenye kuogopa. Khaifatun, ni zenye kuogopa, ni zenye kuhofu. Absaruha khashi'a, macho yake ni yenye kudhalilika. Ay dhalilatun, ni yenye kudhalilika. Sababu gani? Lihauli ma tara, kutokana na hali ngumu anayoiona. Kutokana na hali Muislamu ni mlimi ana habari, lakini wewe ambaye hujiamini kama alivyosema katika Suratul Maarij, sala sa'ilun bi'adhabin waqi wakinunadi lilkafirina laysa lahu dafi. Haina ukiondoa kadhirio maana. Alafu unasemaje? Lilkafirina laysa lahu min Allahi dhil ma'ad, ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida, hakika wanaona siku mbali. Mungu asema wanarahu qariba, tunaiona kwa karibu. Kwa sababu gani? Kullu ma atin qarib, ila linalokuja liko karibu. Mwanangu, unaje kama mtu kudai amana tamka mwaka mmoja unamwona mwingi ghafla, amana ni damu ni kesho kwa tukutane na tutanizana tu, kwanza kutufunika sasa. Ndio wale waumini makafiri kila siku anajipa hofu kwamba siku bado, lakini ghafla itafika ila kufa kwake au siku ya Kiyama, hana alichofanya maskini, hana alichobeba. Nasema yauma tarjufu rajifa, siku itakayopuliziwa suri, au siku ambayo itatemeka, itatetemesha chenye kutetemeka, tetemesha. Maana hiyo kipaji hicho suri. Tatbauha radifa, hali ya kufuatishia mtetemeko huo, mtetemeko wa pili. Kwa nini ikatoa radifa ya pili? Sumia
bidhalika, inaitwa hivyo liannaha, kwa sababu gani? Inafuata kile cha kwanza, alafu watati baadaha, kinakuja baada yake. Wala shay'a bainahuma, hapana chochote katikati kati ya mpulizo wa kwanza na mpulizo wa pili. Qulubun yawmaidhin wajifa, nyuso siku hiyo ni zenye kutetemeka au zenye kuogopa. Qulubun yawmaidhin wajifa, nyuso siku hiyo zenye kuogopa, khaifa. Absaruha khashi'a, ay dhalila, macho yake yatakuwa ni dhalila tunde bihauli ma tara, kutokana na hali la au mambo wanayoyaona. Mpokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuogopea balaa kwa umati wake, sisi wenyewe tuliosiwa, lakini Mtume asilimia kubwa alikuwa akishughulika kwa sababu sisi kutuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inapokuwa Mtume thuluthi mbili za usiku zinapokuwa zimetoweka, Mtume sallallahu alaihi wasallam husimama kwa kufanya ibada. Msimama usiku, maswali, leta mambo haya na haya na haya, kisha husema ayuhan nas, enyi watu, udhkurullaha, mkumbukeni Mwenyezi Mungu, fanyeni sana ibada kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Jaat rajifa, ninakaribia suri. Baada ya hapo tatibahu radifa, kisha usema jaa almautu bima fihi, anakurubia mauti, anakuja na balaa zilizomo katika mauti. Imetakuwa kuna balaa kutoka roho kwa nguvu, au kutakuwa kuna balaa nyinginezo. Asema Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kapokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Mtume, pindi maiti anapotiwa kaburini, mtu amekufa, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Yesu ziko na thamani wewe, mwingine pale pale wewe apelekwa au wazikwa pale, mwingine huzungumza habari za dabi, nikaona mtoki mkau, bila kufikiria mwenzao wewe pale, wao na mambo ya dabi, mkaona mtoki bwana, mshakufanya kumbaku sana, ni mwaka huu wa mtoki mwenzao, bila kufikiria mwenzao kwamba yuko katika hali gani. Twashinda na wanyama utakuta mbuzi kuna kila mnai, kwa sababu makelele na wapiga maiti mnyama anasikia. Kama mtu naambaa vibao anapopiga kama kaburini, amesikia na mbuzi, sioni kama kustajabu wewe, asikia kelele na kutoka kibano huko. Sisi hatuna habari, ni dabi kana mbele. Sasa mtu anapowekwa kaburini, anajiwa na malaika wawili weusi kama mafando, sio kama furahi,
wanakuja malaika wawili weusi, mmoja aitwa Munkar na mwingine aitwa Nakiri. Wale malaika wanakuja kaburini kwako, uko peke yako, hakuna la kuliwaza. Katika sehemu ngumu ya mwanadamu ni kaburini. Maana katika kisimamo, hata kama wapata adhabu kali, lakini walipa hofu, waona wale wenzio kama ni maasi wenzio waona, kama ndio wenzio waona. Na kaburini ni yeye na kuta za kaburi tu. Kwa ndio mahali pa kuchunga. Na mahali hapa Mtume kaimiza sana kwamba ili mtu aokoke mahali hapa afanye nini? Kutoa sadaka. Na sadaka tu na amali njema pia. Sio watoa sadaka lakini kuswali, hiyo ni bure. Kwa sababu swala ndiyo kitu kinachokubaliwa vitu vyote. Swala ikiwa safi, mambo mengine yanakuwa safi. Ni kama vile mtu dereva kashika na askari ana leseni. Sasa hata kama gari yana makosa tayari ushakanyaga, na kama una leseni yako nyingine ya kuzungumza tu, basi mchinje itarekebisha, lakini leseni yako unayo. Sasa wewe na kaburini una swala haipo, basi vitu vingine vitakuwa mtihani. Ukiwa uswali usidanganyike na dunia kuona kwamba ni hivi tu ujipiga magimbi na banga la kuchoma, bure hiyo. Lazima uswali. Na kwanza hata saumu kama wewe uswali, saumu yako ni bure, saumu yako ni hewa mpaka ifikiriwe na Mungu. Kwa hiyo saumu ufunge na uswali, lakini kama wafunga uswali, saumu yako wewe ni muhimu na uvumilivu. Kwa hiyo malaika hawa wakija wanamjia mtu kaburini, wanamwambia yule mtu, wewe ulikuwa ukisemaje kuhusu Muhammad, kuhusu mtu huyu Muhammad, ulikuwa unazungumza vipi? Kwa hiyo mtu atazungumza yale ambayo anayo mtume, na atasema huwa abdullahi wa rasuluhu, yeye ni mja wa Mungu na ni mtume wake. Na kama uliza kuhusu mtume wake wa zama za nyuma, atasema huyo, je, usemaje mtume wako? Atasema huyo alikuwa ni mja wa Mungu na ni mtume wake. Milioni hawa malaika watamwambia, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha, sisi tunajua kwamba wewe utasema maneno haya mazuri. Tulikuwa tunajua kwamba wewe utasema maneno haya mazuri, tunajua hilo. Baada ya hapo, thumma yusahu lahu fi qabrihi 70 dhiraa, kaburi yake mwanadamu mwembamba, lakini atatanuliwa kiasi cha dhiraa 70 peke yake, kwa fresh kama mtu kwenye nyumba kama hii mzee hapa peke yake, hakuna kitu kinachoungana. Pale ndani kwa vizuri, sio kama ukao utaungana, hapana. Tumeelewana? Atakunduliwa, kabla kitakunduliwa kaburi yake dhiraa 70, na baada ya hapo kaburi yake itachukua nuru. Allah atatia nuru kaburi yake, itakuwa na nuru. Kisha ataambiwa tulia, naam, lala, starehe, pumzika hapo, starehe. Pumzika mzee hapo, unajaa. Yule aliyetiwa kwenye maiti yule, baada ya kuambia hivyo, atasema
nataka nirejee kwa watu wangu huko duniani nikawaambie hizi habari. Atakaruda ya alituambie kwa jamani kwa hivi tamu manzidia akawaja ajalishwatu sasa yuko kaburini kama jamaa zangu hawa wagondea sema ndani maita akauna akiangalia za kaburini za adhabu sema ni nani alikuwa akaruda akastoria bwana kuna watu walikufa na kufuka karudi duniani wako hapo kwa hiyo akiambiwa vile atamani maneno haya, malaika atamwambia starehe, lala hapo kama usingizi wa bwana harusi ambaye haamshwi na jambo lolote ila huamshwa kwa kupenda mkewe. Basi bwana harusi akioa, akiwa ndani atajifanya amelala, ukijamwamsha wewe ajifanya kama hasikii. Lakini akiaza mkeo pale pale pamoja amka ambiwa lala usingizi huo. Basi atalala hapo mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapomfufua kutoka mahali yako. Kama akiwa ni mtu kafiri au mtu mnafiki, akiulizwa anasema vipi ndio kusema kuhusu mtu huyu? Anasema mimi nilikuwa nasikia watu wakisema maneno haya na nilikuwa naingiza tu. Hawa wasema Muhammad si mtume au mtume mwingine yote si mtume, au nasema kwa dashi kukizediza, lakini kwenye moyo wangu halipo. Sio kaida nafi kama vile ng'ombe juu makavu chini mabichi, ndivyo mnafiki alivyo. Anaonekana ni mutaabad, anaonekana ni muumini, tena za kupiga kanzu na kufia viua, lakini moyoni mwake hana chochote. Mwizi mkubwa au zingine chafu zaidi ya chafu. Sasa asema Mtume, ama mnafiki atajibu maneno haya. Hakika mimi anasema malaika atamwambia sisi tulikuwa twajua kwamba utasema hayo. Kinachoendelea nini? Yule aliyeambiwa ardhi iliambiwa jifanyaje? Ijitanue. Kwa huyo itaambiwa ardhi mbalini, ardhi mbali huyo. Kwa hiyo atabanwa na ardhi mpaka mbavu zake zitaachiana. Mbavu ya huku itakwenda huku, mbavu ya huku itakwenda huku, na huku hakuna dokta kuzirudisha, sio fanyani, mpaka mbavu zaachiana zile bana namna moja, na ataendelea mahali hapo halipo katika hali hiyo mpaka siku ambayo watafufuliwa viumbe. Naudhu billahi min dhalik. Mungu atunusuru. Qulubu yawmaidin waqifa, ni uso siku hiyo ni zenye kutetemeka au ni zenye kuogopa. Abswaruha khashi'a, macho yake ni yenye kudhalilika. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah, watasema makafiri, hivi je, hakika sisi tutarejeshwa katika hali yetu ya mwanzo? Wale ambao nyoyo zao zina shaka kwamba ukifa tutarudi kama ilivyokuwa kweli. Ukifa basi umekufa. Kama ni bwana ambaye aliwaambia watu wake wamchome moto mpaka wajifu. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah, asema mmoja afasiri kwamba sababu ya kushuka aya hii ni kwamba makafiri wa Kikuraishi walisema
kama sisi kweli tukihuishwa baada ya kufa tutakuwa katika hasara basi. Maana kama kweli anasema Muhammad ni ya kweli tutakuwa hasara basi. Wasamangana kwa istizaa kwamba huyu bwana alisumbua yakuluna inna la marduduna fil akhirah, wanasema kwa istizaa hivi, je, hakika sisi tarejeshwa katika aya ya mwanzo? Wanasema hayo istizaan wa inkaran lilba'd, kwa istizaa na kukanusha kwamba watafufuliwa. Idha kunna idhaman nakhira, pindi takapokuwa ni mifupa iliyochakachika. Kwa bwana mmoja kijana mfupa umechakachika umeoza kabisa, akaja nao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Muhammad, kweli huyo Mungu wako aweza kuisha? Mungu akamwambia qul yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra, mwambie atakuisha yule ambaye aliumba mwanzo. Mungu atakuisha huyo. Sasa na hawa sema idha kunna idhaman nakhira, pindi tukiwa ni mifupa iliyochakachika. Mungu asema semaje? Wao wenyewe wasema kafir, qalu sema tilka idhan karratun khasira, kurejeshwa huko utakuwa ni kurejeshwa kwenye hasara. Ay anuraddu ba'da al-maut ila al-haya, tarejeshwa baada ya kufa katika maisha yetu mazuri. Nasema al-akhirah ismu li awwal al-amr, akhirah ni jina la mwanzo wa jambo. Idha kunna idhaman nakhira, pindi tukiwa ni mifupa iliyochakachika. Qalu, usema tilka idhan karratun khasira, kurejeshwa huko ni kurejeshwa kwenye fasara. Mungu ambaye innama hiya zajratun wahida, kasi vinginevyo huo ni mpulizio huu mmoja. Fa idha hum bisani, mara wote kwa juu ya ardhi. Wewe unachosema na watu tu, innama hiya zajratun wahida, hakika si vinginevyo huo ni mpulizio mmoja. Fa idha hum kullu al-khalaiqi bisajira, mara viumbe wote wako juu ya ardhi. Ay biwajhi al-ardhi, wako juu ya ardhi ahyaan, wako ai baada ma kanu batiniha, wako nje ya ardhi baada ya kuwa mwanzo walikuwa ndani ya nini? Ardhi. Mungu asemaje? Alam naj'al al-ardha kifata, hivi je hatukuifanya ardhi kwa nini? Kwa kusanya ayaan wa amwata, wazima juu yake na waliokufa chini yake. Utaka wazima na baada kutakufa, alafu Mungu sote atatufufua tuwe pamoja mahali pa kuisalimu. Melwana sisi qulubu yawmaidhin wajifa, nyuso siku hiyo, nyoyo siku hiyo ni zenye kuogopa. Absaruha khashi'a, macho yake ni yenye kudhalilika. Yaquluna inna la marduduna fil hafira, wanasema hivi, je, hata sisi tutarejeshwa katika hali ya mwanzo? Anuraddu ba'da al-maut ila al-haya, hivi je tutarejeshwa baada ya mauti kwenye uhai? Idha kunna idhaman nakhira, ili tukiwa ni mifupa iliyochakachika. Qalu, watasema tilka idhan, huko kurejeshwa kwetu. Ay tilka raja'atuna, huko kurejeshwa kwetu. Ila al-aya, kurejeshwa katika wakati mwingine. Idhan karratun asra,
qaratun asira, ni kurejeshwa kwenye hasara. Mwenyezi Mungu ambiaje? Fa innama hiya zajratun wahida, si vinginevyo huo ni mpulizio huu mmoja tu. Fa idahum bisahira, mara wao wote watakuwa juu ya ardhi. Billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.